أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh. Kwanza kabisa tungependa kuwashukuru nyote ambao kwamba mnatufuatilia katika vipindi hivi ya kwanza. Halafu ya pili pia tunapenda sana kumshukuru yule ambaye kwamba mnamuona hapo nyuma ambaye kwamba tunamuita AC katika utayarishaji wa hivi vipindi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe muda mrefu kwa bidii ambaye kwamba anajitolelea inshallah Ta'ala. Tulifika kwa nukta ya pili ambayo kwamba ni nukta muhimu sana, kwamba at-taharrur. Nukta ilikuwa yenyewe ni hii: at-taharrur min ubudiyati shahawat wal ashkhas, ni ile kutafuta uhuru na kujiweka uhuru kutokamana na ubudia na ile utumwa wa watu na matamanio, kujiweka uhuru na hizo vitu, hivyo vitu vile ambavyo kwamba tumevitaja. La yaktasiru maana al-abd huna, yani haibaki maana ya utumwa katika bahthi hii na katika uchambuzi hii, kwa maana ya nini ya slavery ambayo kwamba ilikuwa iko katika tarehe. Yani kwa ajili tunajua wakati ambao kwamba kitambo katika historia ukitaja maana ya slavery inabaki kwamba ni mtumwa wa kawaida, lakini wakati mwingine la sio hivyo. Wakati mwingine inaweza kuwa ni utumwa wa mtu kuwa ni mtumwa wa matamanio yake yeye mwenyewe, kuwa ni mtumwa Iblis, kuwa ni mtumwa wa shahwa yake, na kuwa ni mtumwa wa watu kawaida. Kwa hivyo ndio maana anasema kwamba bali yamtad, bali hii maana inapanuka zaidi. Ya kwanza mbekoma ni at-tabi'iyya lil ashkhas, ni kufata watu, na hii ndio nukta mbekoma nataka tukome kidogo alafu tuendelee. At-tabi'iyya lil ashkhas, hii kufata watu, yani utapata katika jamii zetu mtu kazi yake ni kusikiza watu wengine na kukubali rai yao, na kama mtu fulani ametoa rai itakuwa ni musallam kwake, yani anakubaliana na rai yake, hata kama ni makosa anakubaliana tu na rai yake. Mtu fulani akisema kitu fulani ndio ishakuwa, yani al-amiru, mwenye kutoa amri, atakapoamrisha watu wengine basi inakuwa ni hivyo. Kuna kauli ambayo kwamba Imam Ali alayhi afdalus salatu wassalam huwa sana sana amekariri maneno haya, anasema kwamba hakuna amri liman la yuta, yani hakuna mwongozi na amri kwa ile ambaye kwamba hawe ni mwenye kutiwa. Yani hapa inamaanisha kwamba Imam anataka kueleza hivi kwamba yule ambaye kwamba anayetoa amri ikiwa ni mnyonge, hakuna mtu ambaye kwamba atakayemsikiza. Kwa nini? Kwa ajili huyu ambaye kwamba ni mnyonge ana nini? La amra liman la yuta. Huyu mnyonge ambaye kwamba anatoa amri ana nini? Ndio zama zetu zilivyo. Kwanza tutaangalia huyu ana nini ambaye kwamba atakayetoa amri, ana nini huyu ambaye kwamba anayesema au anayetoa matamshi fulani ana nini, au atakapotamka chochote kule, sisi kama wanadamu kawaida tutaangalia kwamba huyu ana nini, na hivyo ndivyo ilivyo kwamba anamiliki nini, wanadamu wengi walivyo. Sasa yule ambaye kwamba ana uwezo na watu wajue kwamba ana uwezo, atakaposema jambo ndogo, basi inamaanisha kwamba watu watakuwa wenye kumtii, hata kama atakuwa yuko na makosa, hata kama ile mambo yake au jambo lake ambalo kwamba yeye anachoelekeza au anachosema itakuwa ni makosa, sisi tutakuwa wenye kumtii, yani toa sam'an wa ta'a, hata kama atakuwa yuko na makosa. Kwa nini? Kwa ajili waraa, nyuma yake kuna nini? Kuna manufaa ambayo kwamba tunaweza faidika nayo. Sasa ndo anasema kwamba an yusallima al-insan, ni kujisalimisha mtu au kukubali mtu, aqlahu, akili yake, wa iradatahu, na uwezo wake, li shakhsin akhar, yani au awe ni mwenye kumpa. Katika hii yusallima hapa inamaanisha kumpa. An yusallima al-insan, awe ni mwenye kusalimisha mtu, aqlahu, akili yake, wa iradatahu, na uwezo wake,
nguvu yake li shakhsin akhar, kwa mtu mwingine. Tutasimama hapa bado. Yani sisi sote tunajua kwamba tuko na akili na tuna uwezo wa fikra, lakini sasa huwa inafika pahali marhala mtu anampatia mtu mwingine akili yake. Unapatia mtu mwenzako tu kabisa akili yako, na unampatia mwenzako pia nguvu yako yote. Unasema saman wa taa, chochote utakachosema ni wewe. Wakati ambao kwamba wewe unayempatia mtu mwenzako akili yako, kumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepatia akili yako nguvu ambayo kama unaweza fikiria. Vile yeye anaweza fikiria pia wewe unaweza fikiria. Irada ambayo kwamba uko nayo, power ambayo kwamba uko nayo, nguvu ya nafsi na nguvu ya uamuzi ambayo kwamba yeye uko nayo, pia wewe uko nayo. Kwa hivyo vile tulivyosema, kila sisi sote tuko ala haddin sawa, tuko katika nini moja. Sasa kwa nini umpatie mwenzako nguvu yako? Kwa nini umpatie mwenzako akili yako? Awe ndiye ambaye kwamba anayeamua, awe ndiye ambaye kwamba anasema. Hata katika nyumba baina mume na mke, mume yuko na haki yake sawa na vile mke yuko na haki yake. Mke yuko na haki ya kutoa fikra, mume yuko na haki ya kutoa fikra. Mke yuko na haki ya kusahihisha mume kama amekosea, sawa na vile mume yuko na haki ya kutoa fikra na kusahihisha kama mke amekosea. Kwa hivyo inamaanisha kwamba akili haifai wewe kupatia mtu mwingine, na irada yako, nguvu yako yote haifai kumpatia mtu mwingine. Sasa hii slavery ya kumpatia mtu akili yako, anaendelea anasema kwamba an yusallima al-insan, ni kumpatia mtu nini? Aqlahu, akili yake na irada yake, li shakhsin akhar, mtu mwingine. Ya atamiru bi amri, anakuwa tu ni mwenye kwenda na amri yake. Wa yantahi binahihi, na anakuwa ni mwenye kusimama wakati ambao kwamba anakatazwa. Yani wakati ambao kwamba anaambiwa stop, simama. Yani anakuwa ni kama vile anakuwa remote, yani anakuwa ni mwenye kuendeshwa. Yani kama vile TV ukizima umezima, ikuwasha umewasha. Sasa yeye anakuwa hivyo, anaendeshwa vile anavyo, yani vile mkubwa wake anavyotaka au vile mtu mwingine anavyotaka, wakati haifai hivyo. Lakini anasema duna tafkir, bila huyu mtu ambaye kwamba anauza akili yake, bila huyu mtu ambaye kwamba anauza nguvu zake, bila huyu mtu anauza resources zake, bila kufikiria. Tupanue zaidi. Huyu mtu anaweza kuwa yuko na resources ambazo kwamba anaweza yeye mwenyewe kuzalisha. Huyu mtu anaweza kuwa na uchumi ambaye kwamba yeye mwenyewe anaweza jisaidia. Huyu mtu anaweza kuwa yuko na fikra ambayo kwamba inaweza kuwa kubwa kuliko huyu mtu ambaye kwamba anayemwamrisha. Sasa wakati ambao kwamba anazitoa hizi, anatoa bila ya kufikiria, bila hata ya kufikiria kwamba huyu ambaye kwamba anampatia ni sawa na mimi. Si hivyo peke yake, au bila hata kuuliza, hii mali ambayo kwamba mimi natoa kwa ajili ya huyu, hii akili yangu ambayo kwamba mimi natoa kwa ajili ya huyu, hii irada yangu, nguvu yangu, power yangu ambayo kwamba mimi natoa kwa sababu ya huyu, je, haiwezi nisaidia mimi? Bila naqd, bila kuchallenge akili yangu mimi nampatia huyo, bila kutoa ishkalat. Kwa nini mimi natoa akili yangu kumpatia bwana? Kwa nini mimi natoa fikra zangu kumpatia ubaya? Au khaufan, au wakati mwingine anatoa hata bila khauf, au tamaan, au hata bila kuwa na tamaa kwamba hizi ambazo kwamba mimi nazitoa, resources zangu ambazo kwamba mimi nazitoa, fikra zangu ambazo kwamba mimi nazitoa, wacha nirudi, wacha nishikilie. Ndugu yangu, naomba uamke kwamba fikra yako ni yako. Jaribu sana kufanya fikra yako kuwa ni kitu cha thamani sana. Ithamini fikra yako, ithamini resources zako, hata kama hizo resources hazina maana kwa nadhar, kwa mtazamo wa mtu mwingine. Huenda hizi resources ambazo kwamba unazo itakusaidia in future, na itakusaidia pakubwa sana. Sasa imama akisema kwamba usiwe mtumwa wa mwenzako, anataka kumaanisha kwamba hii resources ambazo kwamba uko nayo, jaribu sana kufikiria. Ndugu yangu, jaribu sana wewe kufikiria vipi itakuwa ni yenye kukusaidia. Usiwe tu mtu wa kutoa fikra, usiwe tu ni mtu, kumbe hiyo fikra kuna mtu anaibai, kuna mtu anaininie, kuna mtu anainunua. Kwa hivyo hiyo ni nukta nyingine ya pili.
anaendelea anasema katika hiyo nukta ubudiyatu shahawat. Sasa tumemaliza hiyo nukta ya kwanza kwamba mtu anaweza uza fikra yake, na hii bado tutaendelea mbele tuipanue zaidi. Nukta ya pili ni ubudiyatu shahawat wal masalih. Mtu kwa slavery, ya kuwa slave wa nini? Wa shahwa. Shahwa yako matamanio, wal masalih na maslah. kuna watu wanaabudu matamaa, yani wanaabudu matamanio, na kuna watu wanaabudu maslah, yani maslahi. Yani wakati ambao kwamba kuna maslahi utaona nyamaza. Tuchukulie mtoto, lakini hatumaanishi kwamba mtoto yuko kwa hii daira. Tuchukue tu mfano kwa mtoto ambaye kwamba analia, umbebe. Utakapombeba alafu mpatie anachotaka utaona ananyamaza, anakuangalia kama ni baba, kama ni mama, nini na nini, anapata maslahi yake. Haizi piga kelele, lakini mnyime kidogo, utaona anapiga kelele nini na nini na vitu kama hivyo. Sasa shahwa ni kitu kibaya na masalih ni kitu kibaya, ambaye kwamba ndo inafungamana na hizi mwezi wa Muharram tukufu. Kuna watu waliuza dunia yao, waliuza akhira yao kwa ajili ya shahwa. Kuna watu waliuza akhira yao kwa ajili ya maslahi. Turudi katika hadithi ya Imam Hussein moja, alafu tuendelee. Imam Hussein alayhi afdalus salati wassalam anasema katika hadithi, annasu abidud dunya, watu ni slaves wa dunia hii. Dunia ambayo kwamba sisi tunaishi, watu ni watumwa. Dunia itakapokuamrisha unafanya, dunia itakapokueleza unafanya. Annasu abidud dunya. Lakini anasema wadin, na dini laiqun, yani iko wapi? Mdomoni. Wadinu laiqun ala alsinatihim, dini tu iko mdomoni mwao. Utaona wanaongea, mimi napenda nafanya, jamaa anaongea mingi sana, anaongea mambo mengi sana kuhusiana na dini yake nzuri, sijui nini, mswalihina, mtendaji mema. Alafu anasema, anaendelea mama anasema, wadin laiqun ala alsinatihim yahutunahu, watakuwa ni wenye kuizunguka hiyo dini, watakuwa ni wenye kuzunguka kuketi ndani ya dini, lakini madarrat maaishuhum, yani maadamu tu maisha yao inafanza nini, inakuwa ni yenye kwenda. Maisha yao itakapokuwa mazuri, sasa hapo ndo utaona ni muumini, anashika dini vizuri. Madarrat maaishuhum, maadamu dini yao inaenda, maadamu maslahi yao inaenda, bas yahutuna, watakuwa ni wenye kuketi na hiyo dini. Lakini anasema faidha, lakini watakapopatwa na bala, watakapopatwa na mitihani, qalla dayanun, watu wengi sana wanakuwa ni wenye kufanya nini? Watakuwa ni watu wachache sana ndio ambao kwamba watakuwa ni wenye kushikamana na dini, lakini wengi watakuwa ni wenye kutoroka. Wangapi ambao kwamba tunaona mtu leo ni Muislam, kesho kwa ajili ya maslahi fulani hakuna, anaasi dini, anakuwa ni murtad. Wangapi ambao kwamba tumeona? Wangapi ambao kwamba tunawasikia? Wangapi katika jamii zetu wanafanya hivyo? Wakati ambao kwamba hakuna masla, jamaa anakuwa ni haumuoni kabisa. Hakuna masla haumuoni. Hata wengine utapata kwamba katika fikra zetu, huyo ustadhi, yule mwalimu, sijui yule nani, yule shekhe, kama yule shekhe ana ninio haumuoni kabisa, kama yule nani ana ninio haumuoni. Lakini wakati ambao kwamba utakuwa nayo, ndio utaona sasa watu vile wanavyokuzunguka, watu vile wanavyo, hatusemi kama ni mbaya, sijui ni la, lakini mtu kwa tabia yake ni kwamba ni mtu ambaye kwamba anapenda maslahi. Lakini wewe jiangalie, hii ni challenge. Wewe jiangalie mwenyewe, mimi kama mimi, ikiwa maslahi hakuna, maslahi kivipi? Yani hakuna chochote ambacho kama mimi ninachoingiza kupitia hii dini. Ikiwa hakuna, je, mimi nabaki na dini ama sibaki na dini? Pima imani yako. Ikiwa mimi nitapatwa na mitihani ambayo kwamba yale mitihani ni mazito kweli, nitabaki katika dini ama sitabaki? Ikiwa utabaki, ni taufik ilahi, ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndio maana anasema Imam, watakapopatwa na bala qalla diyanun, wale ambao kwamba watakuwa na dini watakuwa ni wachache sana. Kwa hivyo tukumbuke ndugu zangu, hii nukta ya tatu tutakuwa wenye kuendelea katika nini ambayo kwamba inakuja, ambayo kwamba ni slavery ya nini, au kuwa
ni mtumwa wa shahwa, kuwa ni mtumwa wa maslaha ni kitu kibaya sana ambacho kwamba tutakuwa ni wenye kueleza baadaye inshallah taala. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.